Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, ikiwa ni siku yetu ya 11, na Mungu amekuwa mwaminifu sana. Mungu ametusaidia, na nikupongeze kwa ajili ya siku ya 11, ikawa jioni, ikawa asubuhi. Leo ni siku yetu ya 11. Mungu akubariki sana wewe ambaye umeshiriki maombi haya na umefunga pamoja nasi kwa siku zote 11. Maandiko yanasema namna hii haitoki ila kwa kufunga na kuomba. Nikupongeze sana mtoto wa Mungu, na nikukumbushe kwamba leo ni siku ya Alhamisi. Tutakuwa na sadaka maalum. Kwa hiyo hakisha unaandaa sadaka yako maalum, na kumbuka mambo ambayo Mungu ametufundisha kwamba nitengenezee mimi kwanza. Nitengenezee mimi kwanza. Na sadaka ambayo tunatoa leo Alhamisi ni sadaka maalum, na tutakuwa na maombi maalum, na ni sadaka ya kutegemeza huduma hii ya wabeba riziki wa familia. Kuhakikisha na wewe unapanda mbegu, hakikisha na wewe unaachilia alama kwa ajili ya kazi ya Mungu ambayo Mungu ametupa kuifanya katika majira haya. Na nikukumbushe kwamba tunahitaji kupata iPhone 2, tukipata 17 Pro Max au 16 Pro Max kwa ajili ya timu yetu ya media, na kwa ajili ya short clips zile ambazo umekuwa ukizipata kila siku asubuhi. Tutamshukuru Mungu sana. Tunatamani tupate hivyo vifaa kwa ajili ya kazi ya Mungu, kwa ajili ya media team, na tukuombe sana. Mungu amekubariki. Panda mbegu, fanya kwa ajili ya Bwana. Lakini pia nikukumbushe kwamba kesho ndio tunamaliza mkesha wetu huu, tunamaliza mfungo wetu huu wa maombi ya siku 12. Kwa hiyo nikuhimize sana, kesho jitahidi uhudhurie kwenye mkesha, kwa sababu tumekuwa pamoja kwenye maombi haya, na kama hautaweza kufika kwenye kuhitimisha, uwe na uhakika kuna kitu kikubwa sana ambacho utakuwa umekikosa. Kwa hiyo nikusisitize na kukuomba sana, mtu wa Mungu, usipange kukosa kesho. Na mkesha unaanza saa 1 kamili jioni mpaka saa 12 kamili asubuhi. Kwa hiyo karibu sana, njoo na familia, njoo na watoto, njoo na ndugu zako na marafiki wote, njoo nao kwenye mkesha, na kuna kitu kikubwa ambacho Mungu atafanya kwenye maisha yao. Na nikukaribisha tena kwenye ibada siku hii ya leo, na pamoja nami hapa studio niko na mtumishi wa Bwana ambaye nimemwomba aweze kufanya kipindi cha leo kutokana na ratiba ya maandalizi ambayo ninayo ya maandalizi ya mkesha wa kesho. Kwa hiyo nimemwomba mtumishi wa Bwana aweze kufanya kipindi hiki cha leo, na niombe uwe tayari kupokea. Andaa moyo wako kwa ajili ya kupokea kutoka kwa Bwana. Na anayekuhudumia sio mwanadamu, anayekuhudumia ni Mungu. Kwa hiyo nataka nimkaribishe mtumishi wa Bwana ambaye atasema na moyo wako leo. Ninaomba mpokee, na sikia uwe tayari kupokea kile ambacho Mungu ametuandalia kupitia mtumishi wa Bwana. Na mimi nataka nimkaribishe mtumishi wa Bwana Mwalimu Elasto Timothy. Nikukaribisha sana mtumishi wa Bwana. Karibu sana kwenye madhabahu hii ya mtandaoni, na tuna watu wengi ambao wako tayari kupokea kutoka kwa Bwana. Karibu sana, na Mungu aweze kutumia. Asante sana. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu, jina lipitalo majina yote, kama vile ambavyo mtumishi wa Mungu na mwalimu wetu amekwisha kunitambulisha mbele yenu. Kwa majina ninaitwa Mwalimu Elasto Timothy. Ndiye ambaye nitakuhudumia kwenye siku ya leo, kwenye kipindi chetu cha ibada ya siku ya leo kwa njia ya mtandao. Kama vile ambavyo tumekuwa tukijifunza msingi wa somo letu, tukijifunza kwa habari ya Kerith, nami nitasoma maandiko haya kutoka kwenye kitabu kile cha Wafalme wa Kwanza sura ile ya 17 na kuanzia ule mstari wa 7. Maneno haya
yanazungumza kwa habari ya mtumishi wa Mungu Elia, baada ya Elia kuwa ameifunga mvua, na baada ya kuifunga mvua, baada ya maisha yake akawa amebadilika. Kwa hiyo akawa anakimbia huku na kule, lakini Mungu akiwa anamuongoza sehemu zipi ambazo anaweza kaendelea kusurvive kwenye kipindi ambacho hapakuwa na mvua, vile vile chakula kilikuwa ni changamoto. Kwa hiyo tunaona kwenye nyakati ambazo Elia amefika kwenye kipindi ambacho Mungu anamuelekeza aelekee mahali papi. Ule mstari wa 7 anazungumza, ikawa baada ya siku kupita, kile kijito kikakatika kwa sababu mvua haikunyesha katika nchi. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Sarepta, ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Mstari wa 10 anazungumza, anasema, basi akaondoka akaenda Sarepta. Hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni. Akamwita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Biblia inazungumza kwa habari ya kijito ambacho kinaitwa kijito cha Kerithi. Na mimi jioni ya leo natamani nikuletee kichwa cha somo kutoka kwenye kitabu hiki, na nitazungumza Mungu anapofunga mlango uliokuwa tegemezi kwako kwenye nyakati ulizo nazo. Kwa tukijifunza vipengele vingi kama vile ambavyo mtumishi wa Mungu amekuwa akifunuliwa na Mungu ndani ya moyo wake, na Mungu akiweka mzigo wa neno. Kwa nami ndani yangu nasikia nizungumzie kwa habari ya kipengele kimojawapo kwenye kila ambacho tumekuwa tukijifunza, na kama muendelezo wa kila ambacho tumekuwa tukijifunza. Kwa nitazungumza Mungu anapofunga mlango uliokuwa tegemezi kwako kwenye nyakati ulizo nazo. Mungu amezungumza na mtumishi wake Elia, amezungumza naye kwa habari ya wapi aende kwa ajili ya kupata hifadhi ya maisha yake, kwa ajili ya nafsi yake na mwili wake. Kwa Mungu akawa amemwelekeza mtumishi wake ya kwamba ukienda kwenye kijito kinaitwa Kerithi, kwenye kijito hicho mimi nitakupa maji, nitakulisha. Na tukumbuke kijito hiki ndipo ambapo Elia alikuwa akilishwa na kunguru. Kunguru alikuwa wakimlisha chakula, kwa alikuwa anapata mana kutoka mbinguni. Lakini kwenye kijito hiki pia Elia alikuwa anapata maji. Kumbuka ni wakati ambao mvua hainyeshi, hakuna mvua, lakini vile vile ni wakati ambao mvua hainyeshi. Kwa hiyo ulikuwa ni wakati mgumu sana. Lakini kupitia kijito hiki Mungu akamwambia aende. Na maandiko yanazungumza kwenye kijito hiki maji yalikuwa yanatoka kwa sababu ya mvua. Kwa hiyo maji yale ambayo Elia alienda pala akawa anatumia yale maji kwenye kile kijito, kikao kimekauka. Na kilikauka kwa sababu mvua hazinyeshi tena. Sasa baada ya kukauka, nini kikatokea? Mungu akamwambia Elia, hebu ondoka kwenye kijito hiki, kuna mahali nataka nikuelekeze uende. Na huko mahali ambako nataka nikuelekeze uende, kuna mtu ambaye tayari nimemwandaa kwa ajili ya wewe kuendelea kuishi na kusurvive kwenye mazingira kama hayo, wakati ambapo mvua hamna, wakati ambapo watu hawavuni, lakini Mungu tayari akawa ametengeneza mazingira ya mtumishi wake kuishi. Kwa kwenye somo la siku ya leo natamani nifundishe vipengele kadhaa kama 4 hivi. Jambo la kwanza ambalo natamani kutafakalishe. Ni rahisi sana Mungu akawa ametengeneza mlango mwingine, lakini huyu ambaye ametengenezewa mlango mwingine akang'ang'ania kwenye ule mlango wa kwanza. Akang'ang'ania kwenye ile baraka ambayo Mungu alitengeneza kwanza. Akang'ang'ania kwenye ile ahadi ambayo tayari Mungu ameshaitimiza na ameshaifanya. Akang'ang'ania kwenye ile provision ya kwanza ya Mungu. Ni rahisi sana kwamba Mungu akawa amefungua mlango mmoja kwa ajili ya mtu kupita, lakini huyo mtu bado akang'ang'ania kwenye mahali ambapo pengine alipata comfortability fulani, alipata mazingira fulani hivi, akaridhika, akafurahia, akaona anapata malaika wa Bwana wanatuma kunguru wanamlisha Elia, anaona kuna maji kwenye kijito. Ilikuwa ni rahisi sana kuwa comfortable na yale mazingira. Sasa changamoto ya kuwa comfortability na mazingira ni nini? Wakati ambapo Mungu anafungua mlango mwingine, si wote ambao wanaweza akauona mlango ambao Mungu anaufungua. Wengine wanaweza akaamua kung'ang'ania kwenye mlango ambao tayari Mungu ameshaufunga. Mungu anaweza akafungua msimu mpya kwenye maisha ya mtu, akafungua majira mapya kwenye maisha ya mtu, lakini huyu mtu ana jukumu la yeye kukubali kutokung'ang'ania kwenye kila ambacho alikuwa anakiona leo. Badala yake
afocus na kila ambacho Mungu anazungumza naye. Elia anaambiwa na Mungu kwa habari ya kijito. Ameenda kwenye kijito, ni Mungu aliyemwelekeza, lakini baada ya kutoka kwenye kijito Mungu anamwelekeza tena ya kwamba yuko mwanamke mjane. Angeweza kujiuliza maswali mengi, angeweza kutafakari maswali mengi, lakini Mungu aliyemwelekeza kwenye kijito kile cha Kerithi ndiye Mungu huyo huyo anampeleka kwa mama mjane aweze kumrisha. Natamani tu nikutafakarisha na uone, ujaribu kufikiria na kuona ni mara ngapi ambapo tumeng'ang'ania mlango ambao tayari Mungu ameshaufunga. Tumeng'ang'ania majira ambayo Mungu tayari ameshayafunga. Tumeng'ang'ania misimu ambayo tayari Mungu alishaifunga. Tunang'ang'ania kitu ambacho tayari Mungu alishafunga. Anasema kuna njia nyingine hii hapa, natamani uiende. Au ni mara ngapi ambapo Mungu ametengeneza njia moja na sisi bado tunang'ang'ania ile njia ambayo tulikuwa nayo, lakini Mungu tayari ameshatutengenezea njia. Kwa most of the time watu wengi tumejikuta tuking'ang'ania na kubaki mahali pale pale. Kwa nini? Kwa sababu tumepata comfortability, kwa sababu tumezoea, kwa sababu tayari tushaona okay, Mungu anafanyaga hivi. Yaani kwa lugha nyingine tumemzoea mpaka Mungu kwamba Mungu ana tabia hii. Lakini Mungu akiswitch tu kidogo, ni wangapi ambao wako tayari kubadilika na kukubali kwamba Mungu amefungua mlango mwingine, ngoja niingie kwenye huo mlango mwingine? Hilo ni swali ambalo natamani nikuachie. Kwa kuna wakati tunaweza tukang'ang'ania kitu ambacho tayari Mungu alishafungua njia nyingine. Anasema piteni kwenye njia hii, alafu sisi bado tukaendelea kung'ang'ania kwenye baraka ya kwanza. Mungu tayari ameshafungua baraka nyingine, lakini bado tumebaki kwenye ile baraka ya kwanza. Hilo ni jambo la kwanza ambalo nitamani nikutafakarishe. Jambo la pili ambalo natamani kutafakarishe kwenye kipengele cha siku ya leo. Mahali ambapo pana mapenzi ya Mungu, pana provision ya Mungu. Kwa nini nazungumza hivi? Mungu anapomwambia mtumishi wake Elia kwamba ondoka kwenye kijito hiki, pamefika kikomo. Ni mahali ambapo alizoea, anakula, anakunywa, analala, anaishi, hamna bugdha, maisha yake yanaendelea, maisha yake yanasonga. Alafu Mungu anamwambia ondoka mahali hapo. Siku zote mahali ambapo Mungu anakudirect kuna provision ya Mungu. Mahali ambapo Mungu anafungua mlango mpya kuna provision ya Mungu. Mahali ambapo Mungu anakuelekeza kuna provision ya Mungu. Mungu aweza akakuelekeza mahali ambapo hakuna provision ya kwake. Kwa mahali ambapo Mungu anamuelekeza Elia, tayari alishatengeneza njia. Kwa ni jukumu la yeye sasa Elia kukubali kwamba huku ninakoenda kuna mapenzi ya Mungu. Mungu anapofunga mlango wa kwanza, maana yake ameona mapenzi yake kwenye huo msimu tayari yamekwisha kukamilika. Ameona tayari kila ambacho alikuwa anakitazama Mungu kama kusudi tayari kimekwisha kukamilika. Na ndio maana Mungu anachukua hatua ya kufunga huo mlango. Kwa nini? Kwa sababu mapenzi yake tayari yamekwisha kukamilika. Mapenzi yake tayari yamekwisha kutendeka kwenye msimu huo. Kwa unaweza ukaona namna ambavyo kuna milango mingi ambayo tumeing'ang'ania kwa sababu tulikuwa tumezoea, kwa sababu tulikuwa tunatamani kuishi hapo, tumebaki hapo. Sasa kwa sababu tumebaki hapo, kuna mapenzi ya Mungu tunayakosa. Kuna mapenzi ya Mungu tunayakosa. Kwa nini? Sisi tumeng'ang'ania point hii, lakini Mungu anatamani tuwe point hii. Sisi tumeng'ang'ania baraka hii, lakini Mungu kuna baraka nyingine ametuandalia. Kwa tunaishi ni kweli kwenye baraka ya jana, lakini hayapo mapenzi ya Mungu. Tunaishi kweli kwenye kijito cha Kerithi, lakini msaada wa Mungu haupo hapo tena. Tutafakari wote. Jiulize kama Elia angesema mimi nimezoea Bwana haya maisha, ngoja niendelee kukaa hapa. Alafu Mungu tayari amekwisha kumwandalia sehemu nyingine ya kwenda. Just imagine. Ni mambo mangapi ambayo tunalose kwa sababu tumeng'ang'ania hapo? Au ni mambo mangapi ambayo tunayakosa kwa sababu hatutaki kwenda huko ambako Mungu amezungumza? Manake nini? Tunapishana na kusudi la Mungu ambalo Mungu amelikusudia kwenye maisha yetu. Tunapishana na baraka ya Mungu. Tunapishana na lile kusudi ambalo Mungu anatamani. Kusudi la Mungu linaweza likawa limefungwa kwenye muda, na linaweza likawa limefungwa pia kwenye nyakati. Linaweza pia likawa limefungwa na mahali, kwamba kwenye kijito cha Kerithi kuna kusudi la Mungu ambalo linatakiwa litimizwe kwenye kijito hicho. Lakini vile vile Elia atakapoenda kwa mwanamke mjane, kuna kusudi la Mungu litatimizwa huko. Kwa kama akibaki kwenye kijito cha Kerithi, maana yake kuna vitu vingi ambavyo ni kusudi la Mungu litamisi kwenye kila ambacho anakifanya. Kwa anaweza akaamua kubaki, lakini ni vingapi ambavyo anavikosa kwa sababu ya kung'ang'ania kubaki.
Anaweza akaamua kubaki hapo, lakini ni mangapi ambayo anapishana nayo, ambayo Mungu anatamani angeenda kwenye point B, angeweza kukutana nayo kama kusudi la Mungu. Kwa hiyo kwenye jambo lolote ambalo, mahali popote ambapo Mungu anatuelekeza, liko kusudi lake. Na mahali ambapo kuna kusudi la Mungu, kuna provision ya Mungu. Mahali ambapo kuna kusudi la Mungu, mahali ambapo kuna agenda ya Mungu, basi kuna mkono wa Mungu. Mahali ambapo kuna agenda ya Mungu, basi kuna neema ya Mungu. Mahali ambapo Mungu yupo, basi uwe na uhakika liko kusudi lake. Kwa Mungu anapomwambia Elia, yatosha kubaki hapa kwenye kijito cha Kerithi, maana anamwambia nini? Anamwambia kuna mahali nataka uende, huko kuna kusudi ambalo natamani pia ukalitimize. Mahali hapa ulipokaa, kusudi la kukaa hapa tayari limekwisha kukamilika, lakini kuna mahali natamani uende, liko kusudi ambalo natamani ukalitimize. Kwa mahali ambapo Mungu anatuita, mahali ambapo Mungu anatusemesha, mahali ambapo Mungu anataka twende, liko kusudi la kwake. Basi ni jukumu letu sasa sisi kukubali na kuamua kwenda kwenye hilo jukumu la Mungu na kwenye hilo kusudi la Mungu. Mungu hawezi akafunga mlango alafu asifungue mlango ambao umebeba kusudi lake. Ukiona Mungu amefunga mlango, maana yake kusudi lake limekamilika. Kusudi lake limekamilika. Unapoona Yesu anaenda msalabani, anafufuka, alafu baadaye anaenda mbinguni, maana yake kusudi la yeye kubaki hapa duniani lilikuwa tayari. Ndio maana anasema ili Roho Mtakatifu awepo, ni lazima mimi niondoke. Kwa kusudi lake linakamilika, Roho Mtakatifu anaanza kufanya kazi. Kwa anaposema naondoka, maana yake anamwacha Roho Mtakatifu afanye kazi. Na hicho ndicho ambacho pia tunakiona hapa, kwamba kusudi la Elia kubaki kwenye kijito cha Kerithi, yamkini kweli alikuwa na enjoy, yamkini kweli alikuwa anafurahia, yamkini kweli alikuwa comfortable, yamkini kweli alikuwa maisha yale anayapenda. Anakula mana. Hebu just imagine, hata wewe unakula mana ya mbinguni. Unaamka tu asubuhi unashangaa kungula na kuletea mana. Ni lazima uyafurahie maisha. Lakini Mungu akisema inatosha kukaa hapa kwenye kijito cha Kerithi, enough is enough. Mungu akisema yatosha, yatosha. Mungu akisema ishie hapa, ishie hapa. Maana yake nini? Mungu anapofunga sasa huo mlango, kusudi lake limetimia. Anapofungua mlango mwingine, maana yake anazungumza na wewe kwamba ya hapa yameisha, twende tena tukatimize kusudi langu jingine tena kwenye msimu mwingine. Na anapokupeleka hivyo, anakupeleka viwango na viwango, anakupeleka hatua na hatua. Kwa nini nazungumza haya? Kwa sababu unaweza kujikuta unalia sana, unamlalamikia sana Mungu. Mungu anapokubadilishia mazingira. Haikuwa rahisi hata kwa Elia. It wasn't that much easy. Just imagine, kama nilivyozungumza, he has been there. He's so comfortable with the environment, pengine ameenjoy maisha, amefurahia maisha, alafu then from nowhere Mungu anambadilishia. Ushawahi kuamka asubuhi ulizoea kitu fulani, alafu unaamka asubuhi Mungu anakubadilishia, anakupa agenda fulani. Si rahisi sana kukubali, si rahisi sana kuvumilia, si rahisi sana kuona kwamba huyu ni Mungu. Unaweza ukamkasirikia Mungu, unaweza ukamnungunikia Mungu, unaweza ukaongea maneno magumu sana kwa habari ya Mungu. Mungu anapokubadilishia mazingira, hakuadhibu, ila anakubadilishia mazingira kwa sababu kuna kusudi lake. Mungu anapokuambia hapa tuondoke, sio kwamba anakuadhibu, ila anakutengenezea mazingira mapya kwa ajili ya kusudi lake ambalo amelikusudia kwenye majira hayo. Si rahisi sana Mungu akibadilisha mazingira, lakini kama Mungu amebadilisha mazingira, maana yake kuna jambo amelilenga kwenye maisha yako. Kwa usimkasirikie Mungu, usimnungunikie Mungu, usizile kwenda ibadani, usizile ukasema Mungu amenibadilishia biashara hii, ananiambia sasa hivi nifanye biashara hii. Usimkasirikie Mungu, huwezi jua. Nani angejua muujiza ambao Elia anaenda kukutana nayo kwa yule mama? Kwa Mungu anapokubadilishia mazingira, maana yake nini? Kuna kitu ambacho amekilenga kwenye maisha yako. Kwa usimkasirikie Mungu na kumnungunikia Mungu. Yeye anajua kipi ambacho unahitaji kwa majira fulani. Yeye anajua kipi ambacho unahitaji kwa mazingira haya, na anajua kipi ambacho unahitaji kwa ajili ya safari yako. Just imagine, Elia angeamua, okay, ngoja niendelee kubaki hapa.
maji hayapo tena, mvua inyeshi tena, angekufa na njaa. Kwa Mungu anapomtengenezea njia nyingine, angalia muujiza anaoenda kufanya baadaye. Kwa Mungu anaweza akafunga mlango huu, lakini kuna muujiza mkubwa ambao ameuandaa kwa ajili yako. Mungu anaweza akafunga mlango huu, lakini kuna baraka kubwa ambayo ameiandaa kwa ajili yako. Kwa ni jukumu lako sasa kukubali, kusema Mungu, okay, umefunga mlango huu, niko tayari kwa ajili ya mlango mwingine ambao umeufungua kwa ajili ya maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ushawahi kuwaza kwa habari ya mtumishi wa Mungu Musa? Ngoja nikutafakalishe kidogo. Musa amezaliwa kwa mama yake. Alikuwa ni mdogo, lakini nikukumbushe kitu kimoja. Mtoto mdogo ana sifa ya kuwasiliana na mama yake hata kama ni mdogo. Amezaliwa kwenye familia ambayo baadaye wanaanza kuindwa watoto, alafu anaenda kulelewa kwenye familia nyingine. Anaenda kulelewa na mama ambaye sio wa kwake, ingawa mama yake alikuwepo karibu, lakini analelewa, anakuwa chini ya utawala ambao sio wa nyumbani kwao, anakuwa chini ya utawala ambao hajauzoea, anakuwa chini ya utawala wa kigeni. Lakini kumbe ndani yake Mungu alikuwa na ajenda yake. Pamoja na kubadilishwa hayo mazingira, Mungu alitamani ajifunze lugha ya taifa. Alitamani ajifunze lugha ya taifa lile la Misri. Mungu alitamani hivyo ajifunze, ili baadaye atakapokuja kuokoa taifa lake la Israeli iwe ni rahisi. Kwa Mungu alikuwa na ajenda yake ya kumbadilishia. Kwa hiyo Mungu anapokubadilishia mazingira fulani, anapokubadilishia msimu fulani, anapokubadilishia wakati mwingine watu. Ushawahi kupita kwenye mazingira ambayo Mungu anakubadilishia mpaka watu? Ulikuwa na watu ambao ni business partner, ulikuwa na watu ambao unashirikiana nao kwenye huduma, ulikuwa na watu ambao unashirikiana nao kwenye biashara, ulikuwa na watu ambao unashirikiana nao kuomba. Afu unashangaa mwaka unaanza tu, Mungu anakubadilishia watu. Unashangaa unaingia kwenye msimu fulani, Mungu anakubadilishia mtu aina fulani. Mungu anapokubadilishia usimlalamikie. Mungu ameona mbele kuliko wewe unavyoangalia. Mungu ametazama kesho, wewe unaona leo. Macho yako yanaona leo, lakini macho ya Mungu yanaona miaka 1000 zaidi. Macho yako yanaona tu hiki cha leo, yanaona hiki cha leo. Mungu anaona zaidi, na ndio maana anakutengenezea mlango. Anaamua kukufungulia njia nyingine. Anaamua kukutengenezea mazingira mapya ili uweze kuona kwamba kuna mazingira mengine ambayo unaweza ukaishi na Mungu akaendelea kukulisha. Mungu hawezi kukupeleka mahali ambapo hawezi kuprovide. There is no way God can take you to the level that God cannot provide for you. Whenever God directs you, God, he will provide for you. Mahali ambapo Mungu anakupeleka, God, he will provide for you. Mazingira yote ambayo Mungu anaruhusu yatokee kwenye maisha yako, Mungu anakusudi na hayo mazingira. Kwa hiyo usimnungunikie Mungu wala kumkasirikia Mungu. Ushai pia kujiuliza kwa habari ya mtumishi wake Yusufu? Mungu anambadilishia mazingira. Anambadilishia tu mazingira. Alizoea, anaamka, anaenda kwenye shamba la baba yake, wanaenda wanavuna mpunga. Hapo anashangaa mazingira yamebadilika, ndugu zake wamemgeuka. Lakini wanampeleka wapi? Wanampeleka kwenye kusudi la Mungu. Kwa kusudi la Mungu la yeye kukaa na ndugu zake kwa muda ule lilikuwa tayari limekamilika. Na ndio maana Mungu anamtengenezea mlango mwingine, anamwambia ondoka, twende huku. Anamwambia ondoka, twende huku. Ushawahi kujiuliza kwa habari ya Ibrahim? Mungu anamwambiaje Ibrahim? Ondoka, waache jamaa zako. Anambadilishia mazingira. Alikuwa na mifugo, alikuwa na kila kitu. Mungu anamwambia mpaka nchi nitakayokuambia. Hajui atakulaje, hajui atalalaje, hajui mifugo yake itakuwaje, hajui mashamba itakuwaje, lakini Mungu anamwambia ninakuhitaji uende mahali fulani. Wale ambao wanafanya biashara wananielewa. Mungu akikusemesha ubadilishe biashara sio kitu chepesi. Sio kitu chepesi. Kwa sababu unaanza kuwaza ugumu wa kuanza biashara nyingine. Unaanza kuwaza ugumu wa kutafuta frame. Unaanza kuwaza ugumu wa kubadilisha kitu fulani. Ni ngumu sana. Ni ngumu sana. Alafu sasa kwenye mazingira kama hayo, Mungu anakuambia, okay, hapa ilipofika hapa, hii sitaki iendelee. Nataka nikufungulie kitu kingine. Au natamani ufanye kitu kingine. Ulikuwa umezoea kufanya hiki, Mungu anakuambia hiki. Au kwenye eneo la kazi. Kwenye eneo la kazi ni ngumu sana kumwelewa Mungu wakati unaona kuna mlango ambao ulizoea unapata mshahara, mlango ambao ulizoea unapata fedha ya kujikimu, mlango ambao ulizoea unapata fedha kwa ajili ya watoto wako, alafu unashangaa mara ghafla mlango ule unafunga. Alafu unaenda kumuuliza Mungu, anakuambia nimeufunga ule mlango.
kwa sababu hii na hii, kuna mlango mwingine na ufungua. Au kuna wakati mwingine unamuuliza Mungu, unakuta yuko kimya, hajakwambia direct kuna mlango mwingine anaufungua. Alafu unashangaa baadaye ndio unaona kuna mlango mwingine unafunguliwa. Wakati huo ukimya unaweza kumlalamikia sana Mungu, unaweza kumkasirikia sana Mungu, lakini ndio Mungu anafanya kazi hivyo. Kwa nyakati hazifanani na majira hayafanani, lakini Mungu ni yule yule. Na yeye Mungu anafanya kwenye kila majira na kwenye kila nyakati. Kwa hiyo Mungu anapobadilisha mazingira yetu, Mungu anapobadilisha mahali ambapo tulizoea, mahali ambapo tulikuwa na comfortability, basi tukubali na tupokee kila ambacho Mungu anakitengeneza kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu ambalo natamani nikwambie kwenye kipengele cha leo, kati ya jambo ambalo mwanadamu huwa anabishana nalo na ambalo linaweza likakugombanisha na Mungu ni mambo mawili. Mwanadamu anagombanaga na vitu viwili vinaitwa fact and faith. Mwanadamu anagombana na hivi vitu kwa maana ya kwamba fact ni uhalisia, alafu faith ni imani. Kwa maana ya kwamba uhalisia unamwambia Elia hapa alipokuwa anaishi, alikuwa anaishi, anakula, anamwambia kuna kunguru. Uhalisia huo unazungumza kuna maji. Uhalisia mwingine unasema okay, kama Mungu alikuleta hapa, kwa nini asiendelee kuprovide kwa ajili yako? Huo ni uhalisia unamwambia. That is the reality. Uhalisia au tunasema fact. Kwa lugha nyingine kwenye akili ya kawaida, akili inamwambia Mungu alikuleta hapa, kwa nini kijito kimekauka? Mungu sangeweza kuruhusu tu maji yakawa yanaendelea kutoka siku zote. Kunguru alikuwa analeta chakula, kwa nini leo kunguru hajaleta chakula? Ni Mungu aliyenileta hapa, kwa nini Mungu ame cut off hiki ambacho alikuwa anakifanya? Huo ni uhalisia. Imani inamwambiaje? Imani inamwambia kwamba okay, Mungu aliyekupa hiki cha kwanza ndiye Mungu atakayekupa kile cha pili. Mungu aliyekupa hiki cha kwanza ndiye Mungu ambaye anakupa tena hii. Mungu aliyefunga mlango huu, aliyeufungua akakupa maelekezo ukaja hapa, amefunga mlango huu, ndiye Mungu huyo huyo tena ataufunga tena. Aliyeufunga mlango atafungua tena mlango mwingine. Hiyo ni imani. Sasa katikati ya imani kwa maana ya faith na uhalisia kwa maana ya fact, hapo ndipo mwanadamu anagombana na Mungu. Kwa sababu akiangalia mazingira, ahadi ya Mungu inamwambia, ambayo ahadi imebeba imani ya Mungu, au imani ya mwanadamu kwa Mungu, au imebeba kitu kinaitwa imani. Imani inamwambia Mungu atafanya jambo hili. Imani inamwambia Mungu aliyeruhusu upite hapa, Elia hawezi akaruhusu ufe. Hiyo ni imani. Ila uhalisia unamwambia ukizembea, ndugu yangu, utakufa. Njaa ni kali. Huo ni uhalisia. Kama kijito kimekauka, kama kunguru haleti chakula, kuna uwezekano mkubwa Elia akafa na akastarve, kwa maana ya kwamba akafa na njaa. Huo ni uhalisia. Sasa katikati ya uhalisia na imani, mwanadamu anahitajika sana kusimama na kitu kinaitwa imani. Na ndio maana kwenye mazingira sasa kama haya, mwanadamu usijikute una haraka sana kuliko Mungu. Kwa sababu unaweza ukaona kama vile Mungu anaenda slow, alafu ukataka wewe kwenda haraka kuliko Mungu. Kwa hiyo nini ambacho natamani nizungumze? Speed ni nzuri sana. Speed ni nzuri sana. Ila mwelekeo sahihi ni mzuri sana na ni muhimu sana. Unaweza ukaona speed nzuri. Unaweza ukaona unasikia ndani yako ni kama vile Mungu anakuchelewesha. Lakini kama unaenda kwenye mwelekeo ambao sio sahihi, my dear, unaelekea pabaya. Kwa sababu kuna nyakati unaweza ukafikiri ni kana kwamba mazingira ambayo unapita au kwenye hali ambayo inapita, unaona hiki kimekauka, kijito kimekauka. Unaweza ukaona ngoja nitafuta alternative nyingine tofauti na ya Mungu. Lakini Mungu anamwambia Elia, yuko mwanamke mjane atakulisha chakula. Kwa kuna wakati kwenye maisha ya mwanadamu unaweza ukaona ni kama vile unahitaji kuwa na speed kubwa sana. Unaona kama speed unayoenda nayo ni ndogo, alafu unatamani uende na ile speed ambayo unaitamani wewe, lakini hauko kwenye mwelekeo mzuri. Ulishawahi kuwaza na kufikiria unawasha gari lako, unaweka mafuta, alafu unaenda in a long direction. Una speed kubwa lakini mwelekeo sio. Unatakiwa uende sehemu fulani, alafu wewe umepoteza huko na speed kubwa unaenda sehemu fulani. Hebu tutafakari wote kwa habari ya safari ya wana wa Israeli. Mungu anazungumza nao, anawaelekeza kwamba wanatakiwa kwenda nchi ya Kanaani, nchi ya ahadi kwao. Lakini angalia walivyokuwa wanazunguka mlima ule, wanauzunguka mlima ule, mpaka Mungu akawaambia mlivyozunguka mlima huu yatosha. Walikuwa na spidi nzuri ya kuzunguka mlima, lakini mwelekeo wao haukuwa sawa. Mwelekeo wao haukuwa sawa.
Sasa Mungu, kwa nini nimezungumza jambo hili? Mungu anapokuwa anazungumza na sisi kwa habari ya mahali ambako tunatakiwa kwenda, baada ya kuona kijito chetu cha Kerithi kimekauka, nini ambacho Mungu anakuwa anazungumza na sisi? Anatuambia kuna mwelekeo sahihi ambao Mungu anatuonyesha. Kuna mahali sahihi ambapo Mungu anatamani twende. Na mahali sahihi au mwelekeo sahihi kwa mazingira haya ya Elia wakati huu ilikuwa ni kuelekea kwa mama mjane. Ndio ulikuwa mwelekeo sahihi kwake. Kwa nini? Kwa sababu kwa mama mjane Mungu yuko na amemwandalia mazingira ya Elia kusurvive. Amemwandalia mazingira ya Elia kuishi. Amemwandalia mazingira ya Elia kuendelea kuishi na kuendelea na kazi yake. Kwa angeendelea kubaki, angesema abaki kwenye mazingira yale, au angeamua kufanya kitu kingine, tungesema ni mtu mwenye spidi lakini hana mwelekeo sahihi. Kama vile ambavyo wakati mwingine kuna mambo ambayo tunatamani kufanya, tunajikuta tumefanya kwa spidi kubwa lakini unakuta mwelekeo sio sahihi. Tunajikuta tumefanya kwa nguvu nyingi lakini tumepoteza. Kwa nini tumepoteza? Kwa sababu tumeenda kwenye mwelekeo ambao sio sahihi. Na nazungumza haya nikimaanisha nini? Watu wengi tunataka matokeo ya Mungu lakini hatutaki kumsikiliza Mungu. Tunataka matokeo ya Mungu lakini hatuko tayari kuelekea kwenye mwelekeo sahihi. Kwa hiyo kijito kimekauka, Mungu anatuambia twende huku. Tunatamani matokeo ya kuendelea kusurvive kama Elia, natamani kuendelea kuishi. Lakini je, tuko tayari kwenda kwenye mwelekeo ambao Mungu anatuambia, au tunatamani kuzifuata njia zetu? Maandiko yanasema hivi, sikio lako litasikia sauti masikioni mwake ikisema njia ni hii, ifuateni. Kwa kuna mwelekeo ambao Mungu anauzungumza, na maandiko yanasema ziko sauti nyingi ambazo mwanadamu anasikia, na hakuna sauti ambayo haina maana. Sauti zote ambazo tunazisikia kwenye mazingira kama haya, wakati ambapo kijito kimekauka, sauti ni nyingi sana za kusikia. Kuna wengine watakwambia fanya hiki, kuna wengine watakwambia fanya hiki, kuna wengine watakwambia nenda kwa mganga, kuna wengine watakwambia fanya hivi, kuna wengine watakwambia fanya hiki. Lakini kuna kitu ambacho Mungu anakuwa anakitafuta. Mungu anatafuta usikie na kumtii yeye na ufuate maelekezo yake, ili uende kwenye mwelekeo ambao ni sahihi. Manake usipokuwa na utulivu ndani yako, utaenda kwenye mwelekeo ambao sio sawa. Unaweza kaenda kwa spidi kubwa, unaweza kaenda kwa mikimbio mikubwa, lakini usielekee kwenye direction ambayo ni sawa. Kwa kwenye nyakati kama hizo sasa, wakati ambapo kijito kimekauka, Kerithi yako imekauka, ndugu yangu, utasikia sana sauti nyingi, lakini unatakiwa kuisikia sauti ya Mungu. Kwa kwenye wakati ambao Elia nao hapa, anatakiwa kuisikia sauti ya Mungu. Kuna sauti ya kwako, kuna sauti ya Mungu, kuna sauti za watu, kuna sauti nyingi sana, kuna sauti za mazingira pia. Sitaki kuingia sana huko. Mwanadamu anasikia sauti nyingi sana. Anajisikia sauti yake yeye mwenyewe, anasikia sauti ya Roho Mtakatifu au tuseme sauti ya Mungu, anasikia sauti ya mazingira yaliyomzunguka au hali inayomzunguka, na anasikia sauti za watu. Ziko sauti nyingi sana, lakini si kila sauti ina maana. Si kila sauti zote hizi kuna maana zinazungumza kwenye maisha yetu, lakini kuna sauti hatutakiwi kuzisikia na kuna sauti inabidi tuzipuuze. Sasa kwenye mazingira kama haya, Elia anatakiwa kuisikia sauti ya Mungu. Kati ya sauti nyingi anatakiwa kuisikia sauti ya Mungu. Na sauti ya Mungu ni nini? Alikuwa anamwambia nenda kwa mama mjane. Kwa hiyo kwenye sauti ya Mungu huko ndiko kuna mwelekeo ambao ulikuwa sahihi kwa ajili ya Elia. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi ninakuombea Mungu akupe kusikia sauti yake katikati ya sauti nyingi. Katikati ya sauti nyingi ambazo unazisikia, sauti ya mazingira unaisikia. Mazingira yanazungumza hivi, unajisikia mwenyewe unavyozungumza. Lakini katikati ya sauti zote hizo, sauti ya Roho Mtakatifu isikike masikioni mwako. Wakati ambapo unaona mambo yamekuwa magumu, wakati ambapo unaona mambo yamefikia ukomo, uisikia sauti ya Mungu ambayo itakupa direction ambayo ni sahihi kwa ajili ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la mwisho ambalo natamani kulizungumza, niunganishe na hiki kipengele ambacho nimezungumza kwenye jambo la 3. Jambo la mwisho ambalo natamani kulizungumza, nimezungumza kwa habari ya sauti. Lakini sauti ya Mungu unaweza kaisikia lakini usiitii. Watu wengi tunasikia Mungu anazungumza,
tunasikia Mungu anatusemesha, lakini ni wachache sana ambao wako tayari kuitii sauti ya Mungu. Kwa natamani nikusisitize kwenye kutii sauti ya Mungu iliyobeba maelekezo ya Mungu. Hasa kwenye nyakati kama hizi ambazo unafika wakati ambapo kila kitu kimeenda mahali ambapo unaona kabisa kimefika mwisho. Kijito kimekauka, kunguru hawaleti tena msosi, hawaleti tena mana. Elia anakaa anasubiri lunch, alafu kumbe Mungu anazungumza naye, anamwambia Elia, ukikaa hapa utakufa, ondoka, nenda kwa mama mjane. Angalia maelekezo ya Mungu yalikuwa specific. Hakumwambia tu nenda, alimwambia utamkuta mama mjane, na huyo mama mjane nimemwamuru akulishe. Tutafakari wote. Nimezungumza kwenye hiki kipengele cha mwisho kwamba Mungu anapoachilia maelekezo anakuwa ameachilia. Unapoisikia sauti ya Mungu inakuwa imebeba maelekezo, na maelekezo ya Mungu yanakuwa specific juu ya nini ambacho unatakiwa kufanya. Okay, unaweza ukawa umelala alafu kasikia ndani yako Mungu anakusemesha kuomba, alafu kianza kuomba mara unasikia ombea kitu fulani. Maana yake nini? Maelekezo ya wewe kuomba muda huo mpaka Mungu amekuamsha, unatakiwa uombe specifically kwenye kile ambacho Mungu amekuongoza. Kwa nini? Either ni kitu ambacho kwenye ulimwengu wa kiroho ni emergency, either ni kitu ambacho kwenye ulimwengu wa kiroho kisipofanywa kazi muda huo kuna vitu vingi vitatokea, au kuna agenda ambayo unatakiwa uipindue kwenye ulimwengu wa kiroho. Ndio maana Mungu ameiachilia kwako. Okay, turudi sasa kwenye somo letu. Mungu anazungumza na Elia. Angalia maelekezo ya Mungu yalikuwa specific kabisa. Anamwambia utamkuta mwanamke mjane, na huyo mwanamke mjane nimemwamuru akulishe. Sasa fikiria kama Elia angeenda kwa mwanamke mwingine ambaye Mungu hajamwamuru, ambaye Mungu hajauandaa moyo wake kwa ajili ya Elia. Hajauandaa moyo wake kwa ajili ya Elia. Elia angeweza kugombana na Mungu akamwambia Mungu, umeniambia nitamkuta mwanamke. Mbona huyu mwanamke moyo wake haupo tayari? Ukitaka kujua moyo wa yule mwanamke ulikuwa tayari, angalia maelekezo ya Elia aliyomwambia yule mwanamke. Anamwambia nenda katuletee maji. Kaniletee maji. Haikuwa shida sana kwa mwanamke kwenda kuleta maji. Mwanamke alienda. Wakati anaenda kuleta maji, angalia Elia alivyomwambia. Akamwambia naomba uniletee na mkate kidogo. Kesi kaanza. Mwanamke akaweka ngumu, akaanza kumwambia mtumishi wa Mungu, inawezekanaje uniambie neno hili? Maana yake nini? Mwanamke yule kwenye mkate alikuwa amebakiza kitu kidogo sana. Ndio maana alimwambia mimi na mwanangu tumebakiza tu chakula ambacho tukitengeneza hizi konzi chache tule mimi na mwanangu tufe. Maana yake ilikuwa ni last meal kwao, ilikuwa ni chakula cha mwisho kwake mama yule na mtoto wake. Kilikuwa ni chakula cha mwisho. Alafu mtumishi wa Mungu anamwambia vile. Ngoja nikwambie kitu kimoja, mtumishi wa Mungu. Haikuwa rahisi kama vile ambavyo unafikiria. Wewe fikiria tu, uko nyumbani kwako, umebakiza buku. Alafu unashangaa mtumishi wa Mungu anakuambia naitaka hiyo buku. Uone vile ambavyo utagombana naye. Uone vile ambavyo itakuwa ngumu kumpa hiyo buku. Sasa kwa sababu yule mwanamke ameelekezwa, ilikuwa ni rahisi kwake kuyabeba maneno ya mtumishi wa Mungu Elia. Maana yake nini? Maelekezo ya Mungu yanapokuja tukiyazingatia yanakuwa very specific. Inaweza ikawa Kerithi imekauka, lakini Mungu anaachilia maelekezo specific. Anasema nenda mahali hapa, kuna kitu fulani ambacho natamani ukitende. Nenda sehemu fulani, kuna jambo fulani natamani ulitende. Very specific. Mungu anazungumza na wewe very specific. Na kwenye hayo maelekezo kuna mambo matatu ambayo yanatokea, ambayo yanaweza yakawa ni changamoto sana. Kwa sababu Mungu anaweza akawa ameachilia baraka, lakini hizo baraka sasa zinaweza zikachelewa kwa kuchangiwa na mambo matatu. Jambo la kwanza, nimezungumza hapo mwanzoni, naweka msisitizo. Niligusia tu hapo mwanzoni. Watu wengi wanachelewa kukubali kwamba ni msimu mpya. Watu wengi wanachelewa sana kukubali kwamba mambo yamebadilika, vitu vimebadilika, maisha yamebadilika. Alikuwa amezoea Kerithi, lakini mambo yamebadilika. Mungu anamwambia kuna mwanamke mjane. Alikuwa amezoea kunguru, alafu kuna mwanamke mjane. Hapo sasa ndipo ambapo baraka nyingi za Mungu huwa zinachelewa. Tunaziona zinachelewa. Kwa nini? Tunashindwa kukubali kupokea majira mapya kama hayo kwenye maisha yetu. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, watu tunabishana sana na sauti ya Mungu kwenye mazingira kama hayo. Kwa nini tunabishana sauti ya Mungu? Kwa sababu wakati kama huu unasikia sauti nyingi sana zinazungumza. Okay, tole mfano.
Kwa hiyo kuna sauti nyingine inazungumza ndani ya Elia, inamwambia kama hapa unapoishi pamekauka, maana yake hata kwa mwanamke mjane unakoenda iko siku msosi utaisha, utaishije? Si bora tu ufe. Au kuna sauti nyingine inamwambia mazingira, Mungu wako kama amekuleta hapa, kwa nini ameshindwa kukutunza hapa? Lakini kuna sauti ya Mungu pia inazungumza, inamwambia mahali hapa yatosha kukaa na kuhitaji mahali pengine. Kwa katikati ya sauti nyingi inahitajika kuielewa sauti ya Mungu na kuitii sauti ya Mungu. Kwa wakati kama huu tunabishana na sauti ya Mungu. Tunabishana na kila ambacho Mungu anakizungumza. Tunabishana nacho sana, na hapo ndipo huwa tunachelewa. Mara ngapi tumebishana na sauti ya Mungu inayozungumza ndani yetu? Mungu anatuambia hili limefikia mwisho, hebu kafungue biashara ile. Mara ngapi tumebishana naye, tumechelewa kufungua hizo biashara. Mara ngapi tumebishana, Mungu anasema kafanya huduma hii. Mara ngapi tumebishana na hicho? Ni mara ngapi tumebisha, Mungu anatuambia mlango huu umefungwa, alafu sisi tunang'ang'ania kufungua mlango ambao umefungwa, lakini kuna mlango mwingine. Ni kwa sababu tu hatujataka kuisikia sauti ya Mungu. Umefunguliwa huko wazi, sisi tunang'ang'ana na mlango ambao tayari umeshafungwa. Akili zetu zimebaki hapo. Mungu anatuambia kuna mlango nimeufungua, tunang'ang'ana. Kwa sasa tunakuta tumebaki mahali pale, tumekaa mahali pale, tumetulia mahali pale. Kwa tunaweza tukapoteza muda mwingi sana, kwa sababu akili zetu bado zimeng'ang'ania kubaki mahali ambapo tayari Mungu ameshatuambia tuweze kuondoka. Lakini jambo jingine ambalo linatuchelewesha sana, watu tunazitaka njia zetu wenyewe. Maandiko yanasema iko njia ionekanayo njema machoni pa mtu. Iko njia inaonekana ni njema sana, inaonekana ni sawa, inaonekana ni nzuri, inaonekana ina faida, inaonekana inalipa, inaonekana ina mashiko, lakini si njia sahihi. Mwisho wake unakuwa ni mbaya, mwisho wake unakuwa ni maangamizi, mwisho wake unakuwa ni mbaya. Lakini ngoja nikwambie neno hili la kukutia moyo. Zaburi la 23, Zaburi la 23. Ngoja nikwambie neno hili likutie moyo. Zaburi la 23, Zaburi la 23. Anasema hivi, Zaburi la 23. Anasema maneno mazuri sana. Anasema maneno mazuri sana. Ni Zaburi la kwanza, sio 23, Zaburi la kwanza. Anasema heli mtu asiye kwenda barazani pa wenye mzaha. Anasema yule mstari wa kwanza, heli mtu asiye kwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo. Kwa ziko njia nyingi sana, lakini njia ya Bwana ndiyo inayotakiwa kuupendeza moyo wa mtu. Yako mambo mengi sana, ziko solution nyingi sana, ziko alternative nyingi sana ambazo watu naziona. Ukiona mlango huu umefungika, unaanza kuwaza alternative nyingi kama mwanadamu. Unaanza kuwaza mambo mengi kama mwanadamu, nifanye hiki, nifanye hiki, nifanye hiki, nifanye hiki, nifanye hiki, niende pale, niende pale, niende pale. Leo unakuta sio milango ambayo Mungu anaifungua kwako. Wakati mwingine tuna panic, ndio maana tunaingia kwenye hiyo milango. Ninakuombea Mungu akupe utulivu. Ninakuombea Mungu akupe kutulia sana kwenye mazingira kama haya. Zaburi anatuambia iko njia ionekanayo. Zaburi anatuambia heli mtu asiye kwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Wakati Mungu anamkabidhi Yoshua kwa habari ya taifa la Israeli, atembee na kuongoza wana wa Israeli, alimwambia neno lake Mungu likae kinywani mwake, alitafakari mchana na usiku. Kwa hiyo lazima tuongozwe na neno la Mungu kwenye nyakati kama hizi, ili tuweze kuitii sauti ya Mungu. Kwa hiyo tunakuwa na njia zetu, lakini Mungu akituongoza, atatuongoza mahali ambapo ni sahihi, kwenye njia ambayo itakuwa ni sahihi. Na kwa kumalizia, ngoja nikwambie huu mstari wa 3. Anasema hivi, naye atakuwa kama mti uliopandwa
kando kando ya vijito vya maji. Kwa nini? Angalia kule juu alivyotiririka. Anasema heri mtu asiyekwenda. Hajasema tu sikimbilia kwenye mstari wa 3. Ametoa maelekezo. Ahadi ya Mungu ni conditional. Ameizungumza na akasema kwa condition hizi ndiye yule mtu atakuwa, naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Nami ninakuombea kwa Bwana ukasikie na kuyatii maelekezo ya Mungu. Kila ambacho Mungu anazungumza na wewe kwenye majira ambayo unaona kijito chako kimekauka, kwenye majira ambayo unaona baraka yako imekauka, kwenye majira ambayo unaona kuna msimu mpya unaingia ambao kuuzoea, ninakuombea kwa Bwana Mungu akupe kuyasikia maelekezo yake, Mungu akupe kutii maelekezo yake, Mungu akupe kuyafuata maelekezo yake. Na ukiyafuata maelekezo yake, ukaifuata sheria ya Bwana, ukaifuata njia ya Bwana, nawe utakuwa kama mtu uliopandwa kando kando ya kijito. Hautakauka kwa sababu uko kando kando ya vijito vya maji. Hautakauka kwa sababu Mungu amekupanda mahali ambapo kuna maji na Mungu yuko pamoja na wewe. Ninakuombea kwa Bwana Mungu akutunze na Mungu akusaidie kwenye majira kama hayo. Neema ya Mungu ikufunike. Usije ukakaukiwa kiwango ambacho maisha yako yataishia hapo. Ukiona pamekauka, Mungu anakuazia mema. Usikate tamaa, usivunjike moyo. God is walking behind the scene. May God bless you. And tukutane kesho kwenye ibada, siku ya kesho kwenye ibada ya mtumishi wa Mungu Emilian Katubaemo hapa Suma JKT. Tutakuwa na watumishi wengi, tutakuwa na mtumishi wa Mungu Justine Asifiwe, tutakuwa na Imajo, tutakuwa na mwalimu Shemdo, tutakuwa na mwalimu wetu Emilian Katubaemo, lakini vile vile na sisi tutakuwepo. Mungu atatuhudumia, bila kusahau mgeni rasmi kwenye ibada hiyo, Mungu mwenyewe atakuwepo kutuhudumia. Usipange kukosa, karibu sana. Mungu atatuhudumia na Mungu tutamuona akitutendea, Mungu akituvusha mahali ambapo tuliona vitu vimekauka. Mungu atatutengenezea mlango mpya. Mahali ambapo watu walifikiria maisha yetu yamefika mwisho, wataona kuna mlango mwingine Mungu anaufungua. Katika jina la Yesu, Mungu akubariki, Mungu akutunze. Ndaga Fijo. Amen. Amen, amen, amen. Pigie Yesu makofi mazuri. Mtumishi wa Bwana, Mungu akubariki sana, na tunashukuru kwa ajili ya ufunuo wa neno la Bwana. Mungu akubariki sana. Basi mtumishi wa Mungu, mahali popote ulipo, tunaingia sasa kwenye maombi. Naomba usimame mahali ulipo ili tuweze kuingia katika maombi, na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kumtumia mtumishi wa Bwana kwa ajili ya neno na ufunuo ambao Mungu amesema na maisha yetu. Na kitu kimoja ambacho nimejifunza siku ya leo ni umuhimu wa imani yako kushirikiana na akili. Biblia anasema nitaomba kwa roho, lakini pia kuna mahali natakiwa niombe na kwa akili pia. Kwa hiyo roho au imani na akili lazima vishirikiane. Na kwa Elia, imani na akili vyote vilishirikiana. Na kama mmemsikiliza mtumishi vizuri, imani ilimpa kuamini, akili ilikuwa inaangalia uhalisia wa mazingira. Na watu wengi ndio tunakwama hapo. Imani unayo, lakini akili zikitafasiri mazingira halisi unayoyapitia, zinapeleka taarifa kwenye imani yako, na imani yako ghafla inayumba. Ukisoma habari za Petro alipoanza kutembea juu ya maji, imani alikuwa nayo, na ndio maana alianza kutembea juu ya maji. Lakini yale mazingira yalishambulia akili yake. Akili ikapeleka taarifa kwenye imani, na imani ikazama, na imani ilipoyumba, Petro akazama. Kwa hiyo ni kweli umeokoka, hakikisha imani yako na akili vinakuwa na connection. Imani ikisema inawezekana, na akili yako pia iseme inawezekana. Imani inajengwa na neno, lakini akili zinataka kuona mazingira. Akili zinataka kuona mazingira,
na usipoweza kuhakikisha kwamba imani yako imeshirikiana na akili, kuna matokeo hutaweza kuyapata. Kwa hiyo nimebarikiwa sana na somo hili la leo, na mtumishi wa Bwana, Mungu akubariki na Mungu atusaidie imani na akili viweze kushirikiana kama Elia ambavyo imani yake na akili yake vilishirikiana na akapata matokeo. Basi simama mahali ulipo ili tuweze kuomba. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, pokea sifa na heshima katika jina la Yesu. Wewe ni Bwana. Tunakushukuru kwa ajili ya siku ya 11 ya maombi yetu haya. Bwana, ninaomba kwa ajili ya mtoto wako huyu anayenisikiliza siku ya leo, msaidie Bwana, imani yake ishirikiane, imani aliyonayo iweze kushirikiana na akili zake. Msaidie akili isiangalie mazingira na ikapeleka taarifa kwenye moyo, taarifa ya woga, taarifa kwamba haiwezekani, taarifa kwamba hawezi kuvuka. Baba, msaidie imani yake iweze kushirikiana na akili katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nami ninatamka msaada wa Bwana uwe juu ya maisha yake. Msaada wako Bwana uwe juu ya maisha yake, ukamsaidie na kumvusha, ukamtetee na kumwonekania mtoto wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, pokea sifa. Baba, pokea heshima. Tunakutukuza Bwana, tunakubariki katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe ni Mungu uliye hai, wewe ni Bwana wa mabwana, wewe ni Mungu. Pokea sifa, pokea heshima katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na washindi wote tuseme amen. Nipungie mkono siku ya leo kama umebarikiwa na neno ambalo Mungu amesema na maisha yetu. Nipungie tu mkono mahali ulipo, nipungie tu mkono mahali ulipo, na Mungu akubariki sana. Basi niombe, shika sadaka yako, na tulisema leo ni siku ya kutoa sadaka maalum. Kwa niombe, shika sadaka yako nzuri ili tuweze kuachilia sadaka kwa ajili ya kutegemeza huduma hii, kazi za huduma hii na ratiba tulizonazo za ibada. Uweze na wewe kuweka alama kwenye ibada, uweze kuweka alama kwenye huduma hii, na Mungu atakubariki sana. Na nikukumbushe kwamba timu yetu ya media tuna upungufu, tunatamani kupata simu mbili, iPhone 2. Tukipata iPhone 16 Pro Max au 17 Pro Max tutamshukuru Mungu sana. Na kuna mtu mmoja ameniona inbox, ameahidi kwamba kesho atakuja na simu moja. Kwa ni kuombe, bado tunatamani kupata simu nyingine moja kwa ajili ya timu yetu ya media, kwa ajili ya zile short clips ambazo tumekuwa tukiziachilia kila siku asubuhi. Na kama na wewe unataka kuachilia sadaka hiyo ya simu kwa ajili ya timu yetu ya media Tehama, unaweza ukanitext kwenye WhatsApp kwa namba 0752228780, 0752228780. Au unaweza ukaenda ukainunua ukaja nayo. Hatutamani kupata cash. Kama unaweza ukanunua ukaja nayo kesho kwenye mkesha, tutamshukuru Mungu sana, tutamshukuru Mungu sana. Basi funika macho yako, tuombe kwa ajili ya sadaka. Baba, asante kwa ajili ya dhabihu na sadaka ambazo watoto wako wanaachilia siku ya leo. Naomba uzibariki na kuzitakabari Bwana. Wabariki watoto wako wote wanaokutolea sadaka siku hii ya leo, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Watu wote tuseme amen. Karibu sana kwa ajili ya kumtolea Mungu sadaka. Wakati wenzetu watakuwekea namba sadaka na wimbo wa kuabudu, karibu sana kwa ajili ya kumtolea Bwana sadaka. Usisahau kesho mkesha saa 1 kamili jioni, mkesha unaanza, na ni hapa Suma JKT Mwenge. Na leo tumefanyia hapa, tuko Suma JKT na sisi tunakesha hapa kuomba kwa ajili ya mkesha. Tuko watumishi wengi sana, tunakesha hapa kwa ajili ya kuombea mkesha. Na pamoja nasi pia tuko na mtumishi wa Bwana Paulo, na yeye pia aje atusalimia hapa kwa dakika 2. Tumeweka kambi hapa leo ya kuombea mkesha. Kwa hiyo sisi hatutalala, tunalala kuatamia mkesha huu, ili kesho ukija kwenye mkesha
uweze kukutana na mkono wa Bwana. Karibu sana mtumishi wa Bwana, tuko naye hapa, tuko kambi kwa ajili ya kuombea mkesha huu, na hapa tuko Suma JKT Mwenge. Karibu tusalimie mtumishi wa Bwana. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Pungie mkono mahali popote ulipo. Tunakukaribisha kabisa kabisa kwa moyo wa unyenyekevu. Siku ya kesho tutakuwa mahali hapa na tunaendelea kukuombea wewe uliyeko mikoani na ambayo upo mahali hapa Dar es Salaam. Usipange kukosa siku ya kesho. Ninaamini kabisa Mungu aliye hai atakuja kukuhudumia kwa kiwango kikubwa sana. Andaa moyo wako, andaa imani yako, jiandae kuja kuhudumiwa mahali hapa siku ya kesho na Bwana. Tunawapenda na ndio maana tunawaombea kila wakati ili Mungu afanye kila ambacho amekusudia kwenye maisha yenu. Karibuni sana sana sana, tunawapenda. Amen. Amen, amen. Huyu ni Ngosha. Wabeja sana baba. Wabeja sana. Amen. Basi Mungu akubariki. Karibu kwa ajili ya kutoa sadaka na tukutane siku ya kesho. Amen.